Enguba. Thank you so much. Togende nyimbo mwako choi na mauti. Nyimbo ne yobogambi. Nyimbo ne yekwaro kiobogambi. Ebu wachia waone. Tafadhali wachia waone. Songa kidogo. Wacha. Nyimbe ye. Hii fimbo. Mtawala kama yeye apegu mkuki, anapegwa fimbo ya utawala, na hii fimbo inabeba kitu inaitwa upendo, inaita amani na umoja na usawa. Tasimania hiyo mambo yote bila tumeweka, na mzee atampatia sasa. Ekyo mwaeli tukuru waiga negento kyoko sesenia omoyogonga bunoyo bosugunia omuga Kanyamao na Gikenyi chief Gikenyi Nyamao ngayore Nyamao. Okay, wono ntomo atoro bosugunia tikangia chairman yere samana. Asante, waje niseme tu ndio ya mwisho ni eleza maana yake. Maana ya hii ni ya kusalamia watu. Ina maana kubwa sana akiwa mtawala wetu, hii iko na maana kubwa. So atakuwa akitumia hii ikiwa ako na sherehe kubwa. Sasa tumekuja sana. Sasa pahali tumefika, tunahitaji yule pasta iko wapi? Pasta Nyatogo ako wapi? Ako mbali. Ikiwa ako mbali, pasta Muronya. Pasta Muronya tiga Muronya nayo ko sabere binde nto. Basi tunakofikia ni kwamba kiongozi akipewa uongozi ni kutumia amani, ni kuenda na mkono wa kushoto, ndiposa atulise kabila lao, taifa lao, na watu wa taifa hilo wafurahie, waendelee kunawiri. Ndio sababu amepewa hivi vitu. Kwa hivyo pasta atatoa baraka kwa ajili ya vitu ambavyo amekabidhiwa. Okay. Sikiza. Biblia inasema atawalaye wanadamu kwa haki, ni Samueli wa 2:23 mstari wa 3. Biblia inasema atawalaye wanadamu kwa haki, akitawala katika kicho cha Mungu, atakuwa kama nuru ya asubuhi, jua lichapo asubuhi isiyo na mawingu, la chipusa majani mapichi juu ya inji. Tunaomba. Baba na Mungu wetu uishie juu mbinguni, kwa mara nyingine tunaliita jina lako kwa sababu ya huyu kiongozi. Leo hivi amepatiwa mamlaka kuwa ni kiongozi katika eneo hili, na matarajio kabisa ya kwamba awe ni kiongozi wa Kenya. Na neno lako linasema ya kwamba watawala wa wanadamu watawale kwa kicho chako.
na tena wawe kama nuru ya asubuhi, walete mibaraka kwa watu wako. Hizi vitu ambavyo amekabidhiwa akatafakari zaidi, na hakika akaenende katika mapenzi yako, na mibaraka yako ikajae katika maisha yake. Hebu muneemeshe zaidi katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Pali tumefika, huyu tumefanya yeye mzee wa na tena tumemfanya awe msemaji wa wakisi kwa mambo yote. Hiyo mambo kubwa kubwa yatapitia kwake, na tunataka tupeane yeye kwa wale principles wa United Opposition, wampokee, tuwapatie, wampeleke Kenya sasa. Kwa hivyo mtakuja na yeye tafadhali. Ambi Abugocha Muroi Kalonzo Musyoka Rigathi wamefika hapa. Waheshimiwa, wapokee mtoto wetu Twabaire omwana oito omurabuse. Twabaire omwana oito omurabuse, tumewapatia kijana wetu. Nyinyi kama principals mutembee na yeye, mutembee na yeye kila mahali kwa nchi yetu Kenya. Kalonzo Musyoka Rigathi kijana wa Malwa, sasa wapokee kijana wetu Fred Okengo Matiang'i. Arambe! 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 Haya. Rigathi, Fred, Rigathi, tumekupatia kijana wetu. Tumekupatia kijana wetu. Fanye kazi. Kalonzo Musyoka, kijana wetu, mutembee na yeye kila mahali. Asante sana. Asante. Asante sana. Asante sana. Asante sana. DJ nipatie ngoma, DJ nipatie ngoma. Wapi ile muziki, wapi ile muziki DJ? Haya bwana DJ. Haya. Asanteni. Omo kwana libomo kusiningo. Ningo. Watu wa Kerenyo hoye. Watu wa Nyamira hoye. Omagusi hoye. Asante sana. Wana tuwakolire nganaga korua Kerenyo mwatorose irio mogaka. Haya mzee Ongeri. Haya sasa, kabla tumwachilie Dr. Fred Matiang'i, tunataka mzee mmoja wa jamii ya Omogusi, mzee Profesa Ongeri. Vijana muko? Vijana oye! Arambe!